wewe sasa utusaidie kwamba eneo hiyo limeshatoka kwenye mgogoro, yani ile hukumu hiyo imetoka, na hizo taarifa tunaomba tuzipate kutoka kwako. La pili, hii barabara inamilikiwa na TARURA nafikiri. Kwa hiyo tunataka tujiridhishe kwamba kutoka hapa barabarani kwenda kwenye eneo isije kamega eneo tukaonekana tumeingia kwenye eneo la barabara alafu ikaja kutupunguzia tena eneo ambalo tulilikubali. Hapana, hapa tena mna advantage, hamna shida. Kwenye barabara hamna shida. Hili la hukumu kama mmekubali, mimi kwanza niwashukuru sana. Mungu amewaongoza vema, mmeweza kupokea hili. Najua katika utatuzi wa migogoro ya namna hii hakunaga kuridhika kwa 100%. At least ukifika 80 unaweza ukapokea ili maisha yaendelee. Kwa hiyo mimi niwashukuru sana kanisa kwa kukubali, kwa kuridhia, na niwashukuru sana. Nina kazi moja tu ya kuhakikisha kwamba eneo halina mgogoro. Nitatumia vyombo vyangu nitapata. Then nitamwambia mchungaji sasa unaweza kuendelea. Lakini msikiti, mashehe wangu, kwa sababu mchungaji amekubali na nyie kuonyesha uungwana, kama lile jengo lilivyo pale mletee hapa ili yeye aje aendelee. Sawa jamani, tunaelewana? Hilo nguvu moja pambana. Yeye atapima sawa na ukubwa ule, kimfikishia pale ambapo alishalisimamisha mmalizana naye. Kwa hiyo hiyo naomba mfanye. Lingine ni kwamba hapa sasa hivi kuna mazao kwamba labda hiyo hukumu ni mwezi huu. Sasa hivi simeshakaa. Itakuwaje na hayo mazao? Hebu tuambie mazao ya kwako sasa. Mazao ni ya kwako? Mazao hayana neno. Kweli unaweza ukaendelea. Huyu jamaa mstaarabu sana. Na kwa wilaya nyingine. Sisi unapotoa sisi wote hapa ni ndogo. Haipendezi mchungaji kama wao kidogo ana manunguniko, anasikitika kwa jambo ambalo linawezekana na kupatikana ufumbuzi. Avule kidogo na mpwaza hiyo kidogo haijakaa vizuri. Kwa sisi ni ndugu, kile ambacho kinahitajika kifanyike hapa kitafanyika. Ushirikiano ni muda gani? Kwa sababu hapana, ni wiki tu kuhakikisha kwamba kesi hii haina kesi ishahukumiwa. Amenieleza vizuri bwana, nimemuelewa. Hukumu zipo, sio kwamba hazijatoka. Zipo kabisa. Sema zimebanwa mahali. Sasa zile hukumu zile tutazipata tu hata bila kufanya ile, tutaziita, zitakuja, nitazisoma, nitampigia mchungaji, hebu endeleeni. Haina shida. Kwa hiyo ni wiki tu. Tukivuta tena tutaharibika. Yaani ikiwezekana tukipata kabla Jumamosi sio mbaya. Ili Jumatatu hao waendelee na mambo yao. Haina shida. Basi mimi nawashukuru na natakia siku njema. Kazi njema.